Njia inayosafirisha umeme kutoka Ethiopia kuja mpaka Kenya ina teknolojia tofauti kidogo na teknolojia ambayo tunasafirishia sisi. Hii inayosafirisha kule inaitwa DC, yani direct current. Nadhani tumesoma, yani mnyoofu, sio? Sawa. Umeme unasafirishwa kwa msongo mnyoofu, kwa maana ni direct current. Njia zetu sisi tunazosafirisha huku ni alternating current. Tofauti ya hizi teknolojia mbili ni kwamba mnyoofu ni kwamba unazalisha umeme alafu unaubadilisha, unaweka kwenye DC alafu unausafirisha kwa umbali mrefu. Ukisafirisha kwa umbali mrefu umeme haupotei. Alafu ukifika mwisho unauconvert then unaupeleka kwenye matumizi, kwa sababu kwenye matumizi ya kawaida ni alternating current. Kwa hiyo huku changamoto ya alternating direct current kwa sababu kule unatakiwa usiutumie, ina maana uwe na umbali mrefu kiasi kwamba unapotoka mwanzo ndo ufike mwisho. Haupiti kokote. Usishushe nguzo. Usishushe hapo katikati ukawapa. Kwa hiyo ukishusha, kwa sababu utakuwa unashusha unabadilisha, kwa hiyo ni hasara. Lazima uwe na umbali mrefu ambao unasafirishia, ukishafika ukishaupoza unaenda moja kwa moja kwenye matumizi. Kwa hiyo upotevu wake haupo. Ila sisi tunavyosafirisha, tunatoa umeme Chalinze, tunafikisha Morogoro, tunashusha, tunagawa kwa sababu wananchi wanatumia, tunafika Dodoma tunashusha, tunagawa, tunafika Singida tunashusha, tunagawa, tunakwenda Manyara tunashusha, tunagawa. Hivyo hivyo. Kwa hiyo kwa kusafirisha kwa alternating current, maana kuna upotevu mkubwa ukilinganisha na kupotea kwenye direct current. Kwa hiyo kule umeme unasafirishwa mwingi kwenye njia kubwa na bila kushushwa. Kwa hiyo upotevu wake ni mdogo.